Pokeeni salamu zangu tena, hapa ni Pendo TV na ninawakaribisha sana mi wenyu Eunice Nyambura N ama Pendo TV. Nimerudi tena, habari ya mwaka mpya, happy new year. Mwaka unawapeleka aje? Nimerudi hapa ndio tukaweze kujadiliana, tukaweze kuongea jinsi ambavyo tunaweza kusaidia familia zetu ama jamii zetu ama marriage zetu zikaweze kusimama, ndoa zetu tunawezaje tukasaidia ndoa zetu kusimama? Ndiposa nimerudi mahali hapa, na kabla sijaanza topic ya siku ya leo, ninakuomba tu ukaweze kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Share, like to subscribe. Alafu finya kengele ndio the moment na upload video unafikiwa ukiwa mtu wa kwanza. So karibuni sana, ndiposa tukaweza kuendelea. Mara mingi nawaambianga ya kwamba ndio ndoa ikaweze kusimama lazima kuwe kuna watu wawili ambao wanahusika. Lazima ndoa ikuwe na wahusika wawili. Lazima kuwe kuna mume na kuwe kuna mke. Lazima kuwe kuna rafiki mmoja wa kike na kuna rafiki wa kiume. Ndiposa ndoa ikaweze kufanya nini? Ndoa ikaweze kusimama. Na hapa siongei kuhusu ndoa ya jinsia moja. Hapa sihubiri mambo ya ndoa ya jinsia moja, hapana. Hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hapa ninaongea juu ya ndoa ya watu wawili waliokuja pamoja, mke na mume. Ndoa yako inaweza ikasimama namna gani? Unajua kuna yale mambo unaweza ukayafanya yakaangusha ndoa yako. Kuna yale mambo unaweza kufanya yakakuwa msingi wa ndoa yako kusimama. Kwa hivyo kuna yale mambo nataka kuongelea siku ya leo, na kuna mazungumzo ningetaka tuongee siku ya leo. Tujue vile tunaweza tukafanya mambo ili ndoa zetu zikaweza kusimama. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuongelea juu ya nini? Siku ya leo nataka kuongea juu ya nini? Maana nataka tusemezane juu ya nini? Nataka tusemezane jinsi ya kufanya mwanaume aliye kitandani, jinsi ya kumliza mwanaume kitandani. Unajua kuna mambo unaweza ukafanya yamlize mwanaume kitandani. Wewe kama mwanadada, hebu nikuulize, ushawahi fanya mume wako aliye kitandani? Have you ever made your man cry in bed? That is the topic I'm introducing today, and I know that many people will learn something as I end the topic. I know that most of the people are going to learn something from this topic. Kwa hivyo siku ya leo ni mambo gani? What can you do to make that man cry in bed? Ni mambo yapi unaweza ukayafanya yakamuliza huyo mwanaume uliye naye kitandani? Mwanaume akalie kama mtoto, mwanaume akapiga nduru kama mtoto, mwanaume akaanze kunena na ndimi. Ni mambo yapi kama mwanamke unaweza kuyafanya ili ukaweza kumliza huyu mwanaume kitandani? Na wakati unaona mwanaume analia kitandani, mwanaume aliangi kitandani kwa sababu anasikia uchungu, mwanaume aliangi kitandani kwa sababu anasikia mambo mengine, mwanaume hulia kitandani ni kwa sababu anasikia utamu kwa ndani. Wakati mwanaume anamwaga, wakati mwanaume nyege zake zimeshika ziko juu, unasikia mwanaume umemgusa analia kama mtoto, wakati huo ndio mwanaume anakuanga akiusikia utamu. Na hilo ndilo jambo ambalo nataka kuongea jioni ya leo. Jambo la kwanza kama mwanamke ambalo unafaa kumfanya mumeo wakati munakulana ama wakati mko kitandani munasherehekea lile tendo la ndoa, wakati mume wako anaingia ndani, wakati mume wako anaingia kwenye uke wako, wewe kama mwanamke ni vizuri kufinyia uume wa mumeo kwa ndani. Ufinyie kwa ndani, sio tu kukaa tu hivyo, sio kulegeza uke wako, hapana. Kaza uke wako, mfinyie kwa ndani. Wakati unafinyia mwanaume kwa ndani, anasikianga ni kama ni kuumwa, anaumwa. Mwanamume wako umfinyie kwa ndani, akijaribu kutoka unamwambia baba, unatoka unaenda wapi? Kwa sababu umemfinyia kwa ndani, hawezi kaweza kufanya nini? Hawezi akaweza kutoka. Hilo ni jambo la kwanza. Finyia uume wake kwa ndani. Wakati unafinyia uume wake kwa ndani, unaufinya, huyo mwanaume hulia kama mtoto. Huyo mwanaume husikia utamu kutoka utosini hadi kucha la mguu, anasikianga utamu. Unasikia anaanza kukuambia mama, sijawahi sikia jambo kama hili. Mama, ninakupenda wewe peke yako, hakuna mtu mwingine. Unaposikia mwanaume ameanza kutamka mambo kama yale, kuna utamu wa kipekee amesikia. Kwa hivyo mwanamke, hii ni siri, finyia uume wa mumeo kwa ndani, ndiposa akaweze kusikia utamu zaidi.
ama mwanaume akapige nduru, mwanaume ukamfanya akae ni kama mtu ambaye amepagawa, ni jambo lipi? Usimwambie jambo la kuchanganya mawazo yake. Wacha mwanaume aconcentrate, au ni pale pale tu. Wakati mwanaume ana concentrate kwa lile tendo, wakati mwanaume ana concentrate wakati mnafanyana, huyo mwanaume wazo yake yote yanakuanga mahali pale, na kwa hivyo huyo mwanaume husikia utamu, anasikia msisimuko wa utamu mwingi sana ndani ya mwili wake. Kila mahali anasikia utamu mtupu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu umempatia wakati wa kuconcentrate, anazingatia mahali pale. Lakini sasa ukianza kumwambia unifanye vizuri, penduka, sijui leo unaniingiza namna gani, wacha kumwambia mambo kama yale. Wacha aconcentrate wakati ako ndani, mpatie nafasi ya kufanya nini? Ya kuzingatia lile jambo anafanya. Huo si wakati wa kwenda kumkumbusha ati ulikuwa unafanyanga fulani hivi, ati fulani kwa nini mliachana na yeye. Mwanamke, huo sio wakati wa kwenda kukumbusha mume wako wale wanawake alikuwa nao. Huu ni wakati wake wa kuconcentrate, afurahie, asikie utamu. Unapopatia mwanaume hiyo nafasi ya kuconcentrate na kuzingatia, huyu mwanaume husikia utamu, anasikia, anakushikanga, anakukaza, anakuambia mami, mimi sitaki kukuacha, mama, mimi sitaki kukuacha, mama, sijaipatana na mtu mwingine kama wewe, mama, wewe ni mtamu kweli kweli. Wakati unampatia nafasi ya kufanya nini? Ya kuzingatia ile kazi anafanya. Jambo la tatu ambalo nataka kusema ni lipi? Mpe mume wako raha, mpe mpenzi wako raha. Usimharakishe kumwaga. Unamharakisha kumwaga, amwage aende wapi? Usikubali mwanamume amwage haraka. Hata ukiona anataka kumwaga, jifanya jambo ambalo litatatiza mawazo yake ili asiweze kumwaga. Usiache amwage haraka. Mfurahishe, mpatie mapenzi, mpumbaza na mapenzi, mfurahishe. Kiuno mtingizie. Mama wewe ulipatiwa kiuno, mtingizie mume, tingiza hicho kiuno, mkatie kiuno. Lakini wakati unamharakisha amwage haraka, unamharakisha amwage aende wapi? Wakati unapatia mwanaume wakati, anakaa pale muda mrefu, mwanaume ndiposa anasikianga utamu haraka. Usimuharakishe kumwaga, ati baba hujamwaga, baba mwaga. Unataka amwage aende wapi? Wacha atulie mahali pale, asikie joto ya kale kakitu, asikie joto ya uke wako, asikie vizuri, kwa sababu anapotulia mahali pale kuna kitu anasikianga. Kwa hivyo ningetaka kukuambia nini ukiwa mwanamke? Mpe bwana yako raha, mpe mpenzi wako raha, mtingizie hicho kiuno jinsi uwezavyo. Mwambie baba, hakuna haraka. Baba, hatuendi kuzima moto mahali fulani. Baba, leo ni mimi na wewe. Baba, leo ni siku yako. Nataka usikie utamu, nataka ufurahie. Mpe mapenzi, mpumbaza na mapenzi, mlize. Wakati unafanya mwanaume hilo jambo, mwanaume hulia kama mtoto, because wakati anakaa pale, anachochea pale, anachochea pale, hivyo ndivyo anakuanga na nini, huu msisimuko unazidi kukuja, unazidi kukuja, na wakati atamwaga, huyu mwanaume atalia kama mtoto. Wakati anaachilia wale wazungu, huyu mwanamume hulia kama mtoto. Wakati anashusha hiyo yogurt, huyu mwanaume hulia kama mtoto. Kwa hivyo ukiwa mwanamke, ebu changamkia huyu mtu kitandani, changamka kitandani. Kitandani, chumbani si mahali tu pa kwenda hivi kukaa tu hivi nde. Hapana, chumbani ni mahali pa kwenda kuchangamka. Enda ukachangamke kitandani, enda ukachangamkie hii kitu, enda ukachangamkie mwanaume wako, mkazie, mlize, mfurahishe. Mpe mapenzi ya kwamba hata akiwa huko nje hakuna kitu kingine nakumbukanga na kukumbukanga tu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya lile penzi ambalo umempatia. Mpe mume wako raha, mpe mpenzi wako raha, na wakati unampa raha, hakuna wakati atafikiria kutoka nje ya mapenzi yenu. Jambo la mwisho ambalo nataka kutaja ni lipi? Ujue sasa hayo ni mambo mane ambao nimetaja. Hayo ni mambo mane ambao nimetaja. Jambo la mwisho ni lipi? Mpatie mapenzi, mpatie penzi lililo juu kuliko lile atakaloenda kupokea huko nje. Kwa sababu wanaume wengi, utafiti unaonyesha wanaume wengi huwa
pia wanapenda kuenda kulana huko nje ama kufanya huko nje, lakini wakati mko na wewe, hebu jaribu kumpatia penzi la juu zaidi, high standard. Penzi high standard ya kwamba hata akiwa penye ako atakumbuka lile penzi lingine, ni wewe tu atakuwa akikumbuka. Hebu zoea kumpatia penzi la juu sana, ndiposa hata akienda huko nje, hata akikuta na mtu atajaribu kulinganisha, aone hapa kuna utofauti kati ya mapenzi haya mawili, kuna utofauti kati ya lile ninapatiwa na mpenzi wangu na kuna utofauti na lile ambalo nimepatiwa. Muzoeshe mapenzi ya hali ya juu sana, ndiposa hata akienda huko nje, hata akienda patana na mwanadada na huko nje, ataona haya mapenzi hayatoshani, ataona penzi lako ni la juu sana kuliko hili. Unapopatia mpenzi wako na kumzoesha hilo penzi la juu zaidi, la kiwango cha juu zaidi, huyo mwanaume hulia kama mtoto. Huyo mwanaume anakaanga akikutamani. Huyo mwanaume anakaanga tu akitaka kuingia ndani ili akasikie ule utamu ambao umemzoesha kusikia. Kwa hivyo ukiwa mwanamke, haya ni mambo ambayo unafaa kufanya ndiposa ukaweze kumuliza mume wako. Kama unataka mume wako aliye kama mtoto, fanya hayo mambo na atalia kama mtoto. Siku ya leo acha nifikishe hapo. Niwaambie tena, hii ni Pendo TV ambayo tunawaleteanga mambo ya kutengeneza ndoa na jinsi ndoa zinaweza kusimama. Siku ya leo nitawafikisha hapo, nitawaachia hapo. Yale mambo nimeyataja, ukiwa mwanamke enda ukayafanye, enda ukafanya practice, enda ukafanya mazoezi na uone ndoa yako inaenda kubadilika. Niwakumbushe tena, ni vizuri kushare, kulike na kusubscribe na ufinye kengele, ndiposa wakati na upload video inakufikia ukiwa mtu wa kwanza. Nitafikisha hapo siku ya leo, na wapenda sana na ninawaenzi. Shalom, shalom, shalom.